Tunakushukuru wewe kwa kutufuatilia 90.8 Mwangaza FM Dodoma na viunga vyake 105.0 Mwangaza FM Singida pale na viunga vyake. Mambo yanakuwa mazuri kweli. Jumatatu ya leo tunazungumza na kujadili madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto. Tuko hapa na Michael Kinda, yeye ni mkaguzi msaidizi wa polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto Dodoma. Tukizungumza na kujadili kama nilivyokuambia mwanzo madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto. Kushiriki mjadala wetu unazungumza kupitia 0735787820. Mambo yanakuwa mazuri kweli. Habari za asubuhi. Nzuri ndugu. Naam, tuanze moja kwa moja. Tunazungumza na tumechagua leo kujadili kuhusiana na madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto. Kabla hatuja kwenda moja kwa moja, tuanze kupata tafsiri ya haya maneno. Unyanyasaji, ukatili ni vitu gani hivi? Ukatili kwamba ni kile kitendo chochote kile kibaya ambacho kwamba anaweza akafanyiwa mtu mzima. Unaona, anaweza akafanyiwa mtu mzima. Naposema mtu mzima kwamba anapaswa awe kuanzia miaka 18 kwenda juu. Huo ni ukatili wa kijinsia. Anafanyiwa kitendo hicho kwa sababu tu yeye ni mwanamke au yeye ni mwanaume. Lakini unyanyasaji kwamba wenyewe unajikita kwa watoto wadogo. Napoongelea mtoto namaanisha kwamba mtu yeyote yule aliye chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa mtu mzima kwamba ni ukatili wa kijinsia, lakini kwa mtoto mdogo ni unyanyasaji wa watoto. Kwa hiyo mtoto hafanyiwi ukatili. Naweza nikasema ni namna ya majina ambayo ya kitaalamu ambayo umetengeneza, kwa sababu kwamba mtoto yeye ananyanyaswa kwa sababu hana nguvu, kwa sababu hana uwezo. Kwa hiyo ananyanyaswa kwa jinsi ya kwa kulingana na umri wake. Ananyanyaswa kwa sababu kwamba hawezi kujitetea. Ndio maana tunasema kwamba ni unyanyasaji. Ndio. Na kwa mantiki hiyo kwenye mgawanyiko wa maneno, manake mtu mzima akipata changamoto na mwenzake tunasema anafanyiwa ukatili na si kunyanyaswa. Mtu mzima yeye anafanyiwa ukatili na sio kunyanyaswa. Unaona? Unajua haya maneno ni sawa tu na mtu ambaye kwamba tunasema kuna marehemu na kuna hayati. Unaona? Okay. Kulingana na hadhi ya muktadha wa nafasi. Unaona? Kwa hiyo kwa mtoto, kwa sababu yeye hana utetezi, yani yeye amenyanyaswa. Unaona? Amefanywa vile kwa sababu ni mtoto. Utoto wake ndio umemsababishia kuweza kufanywa vitendo hivyo. Ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto ndo tunazungumza leo. Moja kati ya vitu ambavyo natamani tuanze navyo. Sisi kwenye jamii kuna vitu vingi ambavyo maisha yetu ya kila siku tunafahamu. Ndio. Ni kipi nikikifanya na kuwa na mnyanyasa mtoto? Ni kipi nikikitenda na kuwa hapa nimeshaingia kwenye masuala ya ukatili? Okay. Kama nilivyosema, nimetolea mfano wa marehemu na hayati. Mtoto, ukimbaka mtoto, sawa, ni unyanyasaji wa kingono. Ukimbaka mtu mzima ni unyanyasaji wa kingono. Kwa hiyo ni kitendo kimoja, lakini kulingana na muktadha kwamba nani aliyefanyiwa. Sawa. Sasa kitu ambacho kinaweza kaja kikatofautisha kati ya mtu mzima na mtoto katika kwamba hawezi kufanywa, kwamba anaweza kufanywa mtoto lakini asifanywe mtu mzima, katika ukatili wa kutelekezwa. Katika kutelekezwa au kutelekezwa au kupuuzwa. Sasa hiyo inakuwa ni moja kwa moja inamhusu mtoto. Unaona? Pale unapomnyima zile stahiki zake, yale mahitaji muhimu ya kijamii, ya kihisia, ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo huyo unakuwa unamfanyia mtoto. Mtu mzima yeye hatelekezwi au hapuuzwi. Unaona? Kwa hiyo hiyo inaenda moja kwa moja kwa mtoto. Lakini aina zingine hizi za ukatili zinaweza zikafanana, ila tu kwa sababu umemfanyia hivyo mtoto tunasema kwamba umemnyanyasa. Sasa tuende moja kwa moja kwenye madhara. Kuna aina mbalimbali za madhara ambazo zimewekwa katika makundi mbalimbali. Kuna madhara ya kiuchumi, kuna madhara ya kiafya, kuna madhara ya kijamii, sambamba na madhara mengine ambayo kwamba tutaona kule mbele. Sasa kwa kuanzia leo hii kwamba tunaanza na madhara ya kiafya.
Tunapoongelea katika madhara ya kiafya, tunaweka katika makundi mawili. Madhara ya kiafya, tunakutana na madhara ya afya ya mwili na tunakutana na madhara ya afya ya akili. Unaona? Lakini yote haya yanahusiana na madhara ya kiafya. Sasa tukianza na madhara ya afya ya mwili, ni namna gani sasa kwamba mtu anaweza akapata madhara baada ya kufanyiwa ukatili? Kuna aina mbalimbali. Moja, kwamba mtu anapofanyiwa ukatili huo unaweza ukapelekea kifo. Kuna watu leo hii kwamba tumewapoteza kwa sababu walifanyiwa ukatili au walifanyiwa unyanyasaji. Kuna watu wanakatwa mapanga, kuna watoto wanabakwa mpaka wanakufa, kuna watoto ambao kwamba watoto wanalawitiwa mpaka wanafariki. Kwa hiyo tunaona namna gani vitendo hivi vya ukatili vinaweza vikapelekea mauaji. Lakini sambamba, kuna watu wenye mahitaji maalum kama ndugu zetu wenye ulemavu, kwamba wanapoteza uhai wao, wanapoteza maisha yao, wanakatwa, wanatolewa viungo, wanamwaga damu nyingi, mwisho wa siku wanapoteza maisha. Kwa hiyo tunaona namna gani aina ya kwanza au kipengele cha kwanza cha madhara ya kiafya ni ambapo ni nini? Ni kifo. Lakini kuna madhara mengine ambayo kwamba yanatokana na afya, majeraha. Katika majeraha tunakutana na, kwa mfano, watoto na wao ni wahanga wa kufanyia ukatili wa kingono. Kwa mfano, kuna watoto wanakeketwa. Sawa. Sasa unapomtoa mtoto sehemu yake ya mwili, kwa hiyo unamwacha na jeraha, hilo ni zala, hiyo ni athari ambayo huyu mtoto anaweza akaishi nao maisha yake yote. Na zala hili kwamba ni kwa mujibu wa sheria zetu unakuwa umetenda kosa la jinai. Lakini kuna baadhi kwamba hata watu tu kwamba wenye ulemavu bado na wao wanafanyiwa kwamba wanakutana na majeraha, wanakata viungo vyao, wanaishi katika majeraha katika maisha yao yote. Kwa hiyo tukiachana na madhara ambayo kwamba yanapelekea majeraha, tunakutana na kitu kingine ambacho tunasema ulemavu. Kuna watu leo hii wanaishi na ulemavu ni kwa sababu tu alifanyiwa ukatili. Alipigwa akapoteza uwezo wake wa kusikia, alipigwa akapoteza uono wake ambao ni wa kawaida. Lakini bado kuna mtu kwamba alikatwa kiungo chake, anaishi na ulemavu katika maisha yake yote. Kwa hiyo tunaona namna gani kwamba vitendo vya ukatili havifai kuweza kuendelea katika jamii zetu, kwa sababu kinagusa ustawi wa maisha ya mtu. Lakini kipengele kingine kwamba tunaangalia unakutana na maumivu ya muda mrefu. Mtu anayefanyia vitendo vya ukatili anaweza kaishi na maumivu ya muda mrefu kulingana na kile ambacho amefanyiwa. Kwa mfano, mtu amepigwa, kuna watu wanapigwa, wanaumizwa mgongo, wanaumizwa kiuno, wanaumizwa sehemu mbalimbali ya mwili wao. Kwa hiyo sasa hao maumivu huwa yanajikuta kwamba huyu mtu anaishi nayo kwa muda mrefu bila kupona. Kwa hiyo hayo ni aina ya madhara ambayo kwamba mtu anakutana nayo na mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Lakini madhara mengine kutoka katika afya ya mwili ni magonjwa. Magonjwa kivipi? Kwamba mtu anapofanyiwa vitendo vya ukatili, kwa mfano ubakaji, vinaenda sambamba na maambukizi ya magonjwa inaenda sambamba na maambukizi ya ukimwi, inaenda sambamba, anaweza kujikuta ameambukizwa homa ya ini. Yote haya ni madhara ambayo yanatokana na vitendo vya ukatili. Kwa hiyo kwa mtu ambaye kwamba amebakwa au amelawitiwa, inaweza ikajikuta kati ya hivi vitu ameweza kufanyaje kuvipata. Sasa lakini vile vile kwamba madhara mengine tunakutana na mimba za utotoni. Kuna watoto wetu, ndugu zetu, majirani zetu wamejikuta wanakuwa wazazi katika umri mdogo, lakini ni matokeo ya ubakaji. Kwa hiyo tunaona ubakaji au tunaona ukatili au unyanyasaji unaweza kuwa ni chanzo cha kusababisha binti kuweza kukatisha ndoto yake au kuweza kujikuta kwamba amejifungua akiwa katika umri mdogo. Sasa katika hivi vipengele viwili vya magonjwa na mimba za utotoni, tunakutana na zana moja ambayo mara nyingi huwa tunasisitiza kwamba kutolea taarifa ndani ya masaa 72. Kwamba ndani ya masaa 72. Kwa nini? Ndani ya masaa 72 imradi kumlinda huyu manusula na hivi matokeo au hizi athari au haya madhara ya mimba za utotoni na madhara ya magonjwa mbalimbali, kwa sababu akipata huduma za kitabibu atapewa huduma hizo na kuweza kumkinga na athari ambazo zinaweza kutokana na vitendo vya ubakaji na ulawiti.
Sawa, tunazungumza na kujadili leo kuhusu madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto. Anayetuzungumzisha ni Michael Nkinda, yeye ni mkaguzi msaidizi wa polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto Dodoma. Tukiachana na madhara ya afya mwili, tunakuja kwenye madhara ya afya ya akili. Kwamba kumbe tutaona namna gani mtu anapopigwa, mtu anapofanyiwa ukatili wa kisaikolojia, mtu ambapo kwamba anapofanyiwa ukatili wa kiuchumi, inawezekana ikapelekea madhara katika afya ya akili. Sasa kwa namna gani? Cha kwanza kwamba mtu ambaye kwamba anafanyia ukatili anaweza akakutana au anaishi katika kiwewe. Tunaposema kiwewe, ni mshtuko wa kihisia na kisaikolojia ambao mtu anaweza akaupata baada ya kufanyiwa kitendo cha ukatili au kitendo kibaya au kushuhudia mtu anafanyiwa kitendo kibaya. Kwa hiyo kumbe, mimi leo hii nikimpiga dada hapa na we unashuhudia, hiyo hali inaweza ikapelekea kwamba wewe ukapata kiwewe kama utashindwa kupata usaidizi wa kuweza kupona, au kama utakuwa na ule ustahimilivu wako kwamba hauko imara. Kwa hiyo kushuhudia ni moja ya sababu ambayo inaweza ikapelekea vitendo vya kupelekea tatizo la kiwewe. Na hii huwa inawatokea sana sana watoto wadogo. Kwa hiyo watoto wadogo wanaposhuhudia wazazi wao wanagombana, wazazi wao wanatukanana, wazazi wao wanafanyana vitu vya ajabu, kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtoto huwa anaishi kwenye maumivu ya kihisia na kisaikolojia katika maisha yake. Kwa hiyo tuone kwamba kumbe kuna vitu vingine unaweza kuvifanya wewe, lakini vikamgusa mtu mwingine na vikamuumiza zaidi katika maisha yake yote kama hatopatiwa msaada stahiki. Lakini kitu kingine katika madhara haya tunakuta kwamba ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo pale kwamba mtu anapofanyiwa vitendo hivyo vya ukatili anakosa ule uwezo wa kustahimili, anashindwa kubeba yale mazingira ya maumivu, na mwisho wa siku anapoteza hali yake ya kaida ya katika mienendo na matendo yake ya kaida ya kila siku. Lakini tukiachana na msongo wa mawazo kwamba mtu anayefanyia vitendo vya ukatili anaweza akajikuta anapata tatizo la akili ambalo tunasema msongo baada ya janga. Sasa msongo baada ya janga ni upi? Kwamba ni ile sasa inaanzia na msongo wa mawazo, baada ya msongo wa mawazo inaenda msongo wa kudumu, na mwisho wa siku inaweza kapelekea msongo baada ya janga ambalo ni tatizo la akili. Sasa mtu huyu anayefanyia vitendo hivi anakuwa na hali fulani ya kumbukumbu mbaya katika maisha yake. Kwa mfano, unakuta mwanamke alibakwa miaka mingi iliyopita, lakini anaishi na kumbukumbu ile ya maumivu. Anakuta anakuwa na chuki, anawachukia, hawahitaji tena kuwaona wanaume. Unaona kwamba yeye unakuta anaongea hata maneno ambayo yasiyostahili, kwamba hahitaji tena mahusiano na wanaume kwa sababu ya nini? Ya ile kumbukumbu mbaya katika maisha yake. Lile tukio anakuwa analiona wakati mwingine katika ndoto, anaona lile tukio lilo linamrejelea. Unaona ni kwa nini? Ni kwa sababu tu ya kitendo alichofanyiwa cha ukatili, ni kwa sababu tu ya ubakaji aliofanyiwa, na hiyo hali hakuweza kupata ustahimilivu, na mwisho wa siku ikamwasili na kuweza kumuumiza zaidi. Lakini tatizo jingine au madhara mengine ni wasiwasi. Wasiwasi kivipi? Wasiwasi ni swala la kawaida katika maisha ya binadamu, kutokana na mienendo na matukio ambayo tunayokutana au maisha tunayoishi. Lakini pale haya matukio yanapokuwa makubwa, anashindwa kuhimili mtu huyo, inabadilika inakuwa ni ugonjwa. Unaona? Sasa huyu mtu anajikuta ni mtu ambaye akisikia jambo lolote lile anashtuka, anapoteza imani na mtu, anapoteza muda mwingine hata utulivu wake wa kiakili, na mwisho wa siku kuweza kubadilisha mienendo yake ya maisha ya kawaida. Lakini tukiachana na wasiwasi, kuna tatizo nyingine ambalo kwamba ni huzuni wa kudumu au huzuni sugu,
kuna baadhi ya watu ambao wamefanyia vitendo vya ukatili, ukimkuta muda wake wote yeye ni kuhuzunika tu, muda mwingi yeye ni kusononeka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alifanyiwa vitendo vya ukatili. Sasa vitendo hivi vinaenda vinagusa maisha yake, vinaenda kugusa hatima yake, vinaenda vinagusa maamuzi. Muda mwingi anakuwa ni mtu wa kuweza kujitenga, muda mwingi anashindwa hata kuweza kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake, ni kwa sababu tu ya maisha ambayo anapitia. Na hii huzuni anapoishi nao kwa muda mrefu, huwa inabadilika, inapelekea ugonjwa tunaita sonona. Na inapokuwa sonona ni ile huzuni ya mara kwa mara au ile huzuni ya kudumu, na huzuni hii inaweza ikampelekea huyu mtu kupoteza hata thamani ya maisha yake. Ndio maana unaweza ukasikia mtu kajiua. Kwa nini kajiua? Ni kwa sababu yeye mwenyewe anajichukia, ni kwa sababu ya maumivu ambayo ameyapitia, ni kwa sababu ya njia aliyopitishwa na ameshindwa kuweza kupata usaidizi, na mwisho wa siku akaona hakuna chaguo jingine la kuweza kuendelea kuishi zaidi ya kuweza kujiua. Kwa hiyo tunaona namna gani madhara ya ukatili yanaweza kupelekea huyu mtu kuweza kubadilisha kabisa mfumo wake wa maisha. Lakini jambo jingine ambalo linaweza likatokana na vitendo vya ukatili, mtu anakuwa na hisia za hatia na majuto. Kuna matendo ambayo au maamuzi ambayo tuliyafanya siku nyingi. Unajua, muda mwingine vitendo vya ukatili inawezekana ukawa ni wewe ambao unafanyiwa ni vitendo vya ukatili ni chanzo cha kuweza kufanyiwa vitendo hivyo. Kwa mfano, wewe ni mdada, wewe ni mwanamke, unaalikwa au unakaribishwa kwamba na mwanaume anakuambia njoo unitembelee kwangu, na unajua anaishi peke yake, anaishi, wao wanaita ghetto, anaishi ghetto. Ukishafika pale, mwisho wa siku ile unapoingia pale, kwa akili ya mwanaume, yeye anajua kwamba wewe ukishakubali kuingia kwake, basi umekubaliana na matakwa yake. Kwa hiyo nini kinachoenda kutokea? Mwisho wa siku sasa huu mtu anaweza akajikuta anakufanyia ukatili wa kingono bila wewe kuwa na huo tayari, ila unakosa namna ya kuweza kujitetea kwa sababu uko katika mazingira hayo. Vile vile hii inaenda sambamba hata kupokea zawadi kwa mtu anaweza akakupa zawadi kubwa, akakugalamikia, na mwisho wa siku anakuja sasa anakubana sehemu, unashindwa kujitetea kwa sababu tu ya fadhili ile aliyokupa, na mwisho wa siku unaweza ukashiriki tendo la ndoa kwa sababu haujahiari, inakuwa ni ubakaji. Unaona? Sasa mazingira hayo yanakujengea wewe kumbukumbu mbaya katika fikra zako, na unapofanya tathmini ya maamuzi kwamba kwa nini niliamua na kuona kwamba haukuamua sahihi, sasa hapo ndio inakuja changamoto ya hatia na majuto. Lakini nini, kwa nini kwamba unakuwa na hisia ya hatia na majuto? Ni kwa sababu tu ulishindwa kufanya maamuzi sahihi, ulishindwa kuamua au kuheshimu maadili ya jamii yako, na mwisho wa siku ikapelekea maumivu hayo ambayo yakaathiri maisha yako. Lakini jambo jingine ambalo linaweza likawa tatizo ni kupoteza ufanisi katika tendo la ndoa. Kwa namna gani? Mtu anafanyia vitendo vya ukatili, kwa mfano ukatili wa kisaikolojia, kwa mtu ambaye, nichukulie au nitolee mfano, mwanaume ambaye mke wake ni mtu ambaye wa kumshambulia kwa maneno ya kumdhalilisha. Sawa? Sasa mwanaume huyu labda anamtamkia kwamba wewe kati ya wanaume na wewe ni mwanaume. Unaona? Sasa hayo maneno huyu mtu huwa yanamwasili psychologically, anaishi nayo. Inapofikia hatua hao watu au huyu mwanamke anahitaji haki yake ya tendo la ndoa, sasa huyu mwanaume kulingana na ile kumbukumbu ya maumivu inaweza ikampelekea akashindwa kuweza kufanya tendo hilo la ndoa. Kwa nini anaweza akashindwa? Kwa sababu tendo la ndoa linaenda sambamba na homoni ya testosterone. Sawa? Sasa ile ndio inachochea hisia za tendo la ndoa, lakini hisia hizi huwa haziendi sambamba na hisia za msongo wa mawazo, kwa mfano cortisol. Sasa huyu mtu akikumbuka yale ya maneno aliyoambiwa na mke wake, hisia zote zinakata. Unaona? Hana tena hisia za kuweza kushiriki tendo la ndoa, na mwisho wa siku anapoteza ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa, anapoteza ufanisi wake wa kushiriki tendo la ndoa. Na kuna wakati anaweza kujaribu, lakini mwisho wa siku asifikie, kwa sababu tu inapokuja ile picha ya maneno aliyozalilishwa na mume wake. Kwa hiyo wanawake na wasii, mwalinde waume zenu,
kwa sababu ukishindwa kumlinda unapoteza fursa nyingine, unapoteza haki yako nyingine, na mwisho wa siku unahisi kwamba huyu mtu ana matatizo ya kiafya. Kumbe hana matatizo ya kiafya, ila ni chanzo ni wewe ambao umepelekea hao matatizo ya kuweza kushindwa kuweza kuhimili hiyo hali. Hayo ni baadhi ya madhara ya kiafya. Sawa, umezungumza madhara mengi na tumekuelewa wewe ulivyosema, lakini tamani kugusia swala hili moja na ambalo limekuwa watu wengi kujiuliza, hii imekaaje? Nyie kama wahusika huwa mnadili na vitu hivyo kwa design ipi ukisha kwamba mtu ule anakuwa sawa kisaikolojia? Tukikaa hapo kwenye saikolojia na kihisia pia, vipi kwa upande wa mtoto ambaye amefanyia ukatili na ndugu yake wa karibu? Maybe ni mjomba, awe baba mkubwa, awe nani, kwa ukatili wa kingono. Sasa hapo nagusia kwa ndugu wa karibu. Huwa mnawasaidiaje mpaka saikolojia yake iweze kukaa sawa? Maana kikumbuka pia ni ndugu wa karibu, ni mjomba, ni baba mkubwa ambaye alikuwa anamchukulia kama baba yake, mlezi wake wa karibu. Huwa mnawasaidiaje watu hawa saikolojia kukaa sawa? Okay, kwanza nianze kwa kusema hivi. Mtoto anapokosa mahitaji muhimu, ikiwa ni pamoja na mahitaji ya ulinzi, anajenga hisia za kutomwamini mtu yoyote yule katika maisha yake. Anajenga hisia za kutokuwa na upendo dhidi ya mtu yeyote katika maisha yake, kwa sababu amekosa ile attachment, yale mahusiano imara. Sasa matatizo haya ni matatizo ya kisaikolojia. Kwa hiyo anapofanyiwa vitendo vya ukatili, umetolea mfano ukatili wa kingono, bado huyu mtu atakosa ile hali, utulivu wa kiakili. Sasa nini sisi tunachofanya? Moja, ni labda sikujitambulisha kamili. Mimi ni mshauri nasihi au msaikolojia wa dawati la jinsia mkoa wa Dodoma. Kwa nini jeshi la polisi liliamua kufanya vile? Baada ya kugundua kwamba tunashughulika na matokeo au na madhara ya kimwili kuliko ya kiakili, kwamba kumbe kuna madhara mengine ambayo kwamba huyu mtu anayapata baada ya kufanyia vitendo vya ukatili. Kwa hiyo pamoja na kutoa huduma ya kisheria, pamoja na kutoa huduma ya kitabibu ya kiafya ya mwili, kwa hiyo kumbe anahitaji afya ya akili, kwamba ile ya kisaikolojia, kuweza kupata uponyaji wa maumivu anayopitia. Sasa ndio maana sasa kwamba wataalamu wa saikolojia tukapewa nafasi hiyo kwa ajili ya kuweza kutoa huduma hiyo. Sasa kwanza tunamsaidia katika kuhakikisha kwamba tunajenga saikolojia yake, kwamba tunaongea naye kuweza kumrudisha katika hali ya kawaida. Lakini kwa swala lolote la mtoto tunashirikisha afisa ustawi wa jamii, kwa sababu afisa ustawi wa jamii ndio wasimamizi wa watoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tutamshirikisha, lakini mazingira yale ya nyumbani kama sio salama, watamtafutia makazi salama, watamtoa pale na kumweka sehemu salama kwa ajili ya ustawi wa maisha yake yeye kama yeye. Pale mazingira yatabainika sio salama kwa maisha yake. Lakini kama sio salama kwa sababu labda amefanyiwa tu na ndugu, basi yule ndugu atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, lakini yeye atabaki pale. Lakini kama sio salama, basi kama nilivyosema, atatolewa pale, atapelekwa katika makazi salama au katika nyumba salama. Sawa, 0735787820 una fursa kubwa ya kuweza kushiriki mjadala wetu wa leo. Tunazungumza na kujadili madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto pamoja na watu wazima kwa ujumla wake. Tayari tumeungana na Janet Wilson, huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la wanawake wakulima Chamwino Juacha. Lengo na dhumuni pia kuendelea kuzungumza na kuutanua mjadala wetu ili mambo yaweze kwenda vizuri. Michael Nkinda ambaye ni mkaguzi msaidizi wa polisi kitengo cha dawati la jinsia katika mkoa wetu wa Dodoma amezungumza kuhusiana na madhara ya kiafya na kudadafua vizuri kabisa. Nadhani wewe utagusa madhara ya kijamii ama kiuchumi ili tuende pamoja. Asante. Naitwa Janet Wilson Nyamahasi kama nilivyotambulishwa. Tumeona kwenye masuala mazima ya ukatili hasa kwa mwanamke kiuchumi yamekuwa yakididimiza sana wanawake hasa walioko kijijini. Ni kwa namna gani? Wanawake wengi wanakosa fursa za kuendeleza kiuchumi kutokana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Maana wanawake wengi bado wanakandamizwa kama tulivyokuwa tumezungumza kwenye kile kipindi kilichopita kwenye masuala ya ukatili.
wanakandamizwa. Yaani mwanamke wa kijijini anaonekana yeye ni mtu wa kukaa ndani tu, hana muda wa kutoka ili kuendelea kwenda kufanya biashara za kumwezesha kiuchumi au kutoka nje, hasa labda kusikia fursa. Na wakati mwingine wanakosa nafasi za kushiriki kwenye masuala ya mikutano, anakosa kuchangia, anakosa kuona ni kwa namna gani kupeleka kwenye sehemu za serikali kwa nafasi za kuibua kipaumbele ambazo zinaendana na masuala ya kiuchumi. Hivyo tumeona wanaathirika kwa sababu wanakosa fursa, lakini ni kwa namna gani wanakosa kutoa vipaumbele vyao ambavyo vinaweza vikawanyanyua kiuchumi, kwa sababu tu wengi wameambiwa wewe ni mwanamke tu wa ndani, nimekuoa, hautakiwi kwenda kokote, hautakiwi kufanya biashara ya aina yoyote ile. Sasa 0735787820 natuandikia hapo, baadaye vile vile tutakuruhusu uweze kutupigia ili tuweze kupata maoni mawili matatu kwako wewe. Muda unakwenda vile vile. Karibu kama una la kuongezea hapo. Labda la kuongezea, madhara mengine ni kukosa haki ya kufurahia fursa. Unaona? Kwa mfano, labda tuchukulie mfano kwamba labda mna biashara au mna usafiri, sawa? Ukatili wa kiuchumi sasa unaweza kwamba madhara ya kiuchumi yanaweza ikapelekea kwamba huyu hasa yanawapata wanawake, anaweza akajikuta anakosa haki ya au fursa ya kuweza kufurahia uchumi waliotengeneza na mume wake. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, mali zinazopatikana ndani ya ndoa kwamba huwa ni zao la ndoa, kwa hiyo ni mali halali kabisa ya mwanamke na mwanaume. Sasa mwanamke anakosa haki ya kuweza kufurahia kwamba labda kuna usafiri, kwamba kutumia usafiri, anaweza haruhusiwi kupanda gari, unaona gari na wapakiza tu majirani, lakini kwamba yeye anaenda na mtoto kliniki, lakini mwisho siku jirani akiugua anakuja mume wake anachukua na wapeleka, lakini yeye hana haki hiyo. Lakini mwanamke amepigwa marufuku kuingia dukani, kwenda kuuza, kufanyaje, unaona? Kwa hiyo anakosa fursa ya kuweza kufurahia. Lakini ukatili muda mwingine kwamba huyu mtu anashindwa au anakosa haki ya anakuwa tegemezi. Tegemezi kwa namna gani? Kwamba kwa mfano mtu ambaye kapigwa amekuwa mlemavu. Sasa anapokuwa mlemavu mara nyingi inaweza kapelekea akashindwa kuweza kuwa na uwezo wa kuweza kuzalisha. Unaona? Sasa na mwisho wa siku maisha yake anakuwa ni tegemezi kwa namna moja au nyingine. Nilikuwa naona kwamba cha kuongezea ni hivyo kwa ufupi. Haya, sawa. 0735787820 tupitie huku. Unaweza vile vile ukatupigia hapa na tukafahamu kama una lolote la kuuliza ama maoni vile vile, ili mambo yaweze kwenda sawa. Nikianza na Ali, anasema yuko pande maeneo ya Itigi. Anasema unyanyasaji huo inatokana na roho mbaya kwa watoto wenzi. Baadhi ya watu wanawafanyia watoto hao. Kunakuta mtu analelewa na mama wa kambo. Je, hivyo vitu kuvifanya yeye inakuwa na rahisi na hana huruma? Tunaombeni msaada wenu. Asante Ali, nimekupata. Okay, sawa. Anaitwa Eli, yupo Nzuguni. Anasema yupo mama mmoja huko kwetu Nzuguni, kamchoma mtoto mkono wake. Mtoto wake ni wa kumzaa. Aliwasha gesi na kuweka mkono wa mtoto kwenye moto wa gesi. Mpaka hivi sasa mtoto ana kidonda kikubwa, na yeye huwa anajitangaza kwamba amemwadhibu kisawasawa. Hiyo ipoje? Asante. Anaitwa Evelyn. Anasema ushauri wangu, wanawake waende kazini, wasikae nyumbani, ila baadhi ya wanaume wanatupiga sisi tusifanye kazi. Asante. Halo. Habari ya kaka hapo studio? Nzuri, karibu kwenye mjadala wetu. Asante. Kwa majina naitwa Angola Muuza Maji kutoka Itigi Songa Mbele. Nilikuwa naomba niulize swali au nichangie mada, sababu nimeelewa vizuri kuhusu ukatili huo wa kijinsia. Kwa mfano unakuta sisi, labda kwa mfano mimi nimepanga nyumba, unakuta jirani mpangaji mwenzangu anapigwa na bwana yake. Bwana yake anakuwa anarudi kalewa, anampiga bila sababu za msingi, labda kwa kuchelewa tu kupika chakula,
anampiga yani kiasi kwamba yani inakuwa mpaka inapitiliza mpaka sisi majirani ambao tuliopo pale na tukela vile vile, mpaka anakuwa anamkataza kwenda hata msibani kuhudhuria kwenye mazishi msibani, anakuwa anamkataza yule mwanamke asiende. Je, na yule mwanamke anakuwa yeye ameona kama vile amelizika, anashindwa hana pa kwenda pa kukimbilia. Je, sisi kama wapangaji fanye nini? Nilikuwa naomba kuuliza hiyo. Asante, asubuhi njema. Asante. Shukrani sana, tunakushukuru kwa kushiriki mjadala wetu leo. Tunazungumza na kujadili madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto na watu wazima kwa ujumla wake. Ali kutokea maeneo ya Mlongoji anaandika, anasema mimi kama mimi naona unapomtendea mtu jambo fulani hivi akakushukuru, sometimes unakuta tunafanyiwa ukatili na sisi wanaume. Sawa, ingawa umechanganya mambo, ilo umeeleweka. Halo, habari za asubuhi, karibu. Asante, napiga simu kutoka Tigi Kianju, inaitwa Hamisi. Nazungumzia kuhusu na ukatili. Nimesikia, ina maana sana wanawake wa kijijini tunawabana sana kwa ajili ya kufanya biashara. Mada yangu nachangia, ina maana kwa ajili ya ukatili wa wanawake ambaye tusiwape biashara wa kijijini. Ina maana paka sasa hivi, ina maana yani wanatutendea sisi wanaume wa kijijini, kwa sababu unakuta yani mnalima mnapata, alafu vile vile anakuibia, alafu anauza, alafu anafanya kile ambaye anakijua yeye bila kujua wewe. Je, nikimpa biashara, ina maana biashara hiyo si ndio itakuwa kabisa, ina maana atakuwa ameniibia, baadaye mwisho wa siku inaishiria, na maana paka ndoa inaisha, kwa sababu atakuwa ameshapata uweni, anaona mimi sifai. Vile vile paka wanalazimisha na kulima mashamba bila kujua mwanaume, ina maana pale, ina maana vile vile pale anamaanisha nini? Ina maana pale anamaanisha kuvuruga ndoa au kuwa ndoa. Ndio maana hata hatuwapi biashara kufanya kwa ajili ya hivyo, tofauti na mwanamke wa mjini na wa kijijini. Wa kijijini wana changamoto, hawana ina maana uchungu wa maisha wa kutafuta ili hawana uchungu wa maisha. Wakina nani hawana uchungu wa maisha? Wanawake wa kijijini. Kwa nini unasema hivyo? Maana yake tunaona changamoto nyingi sana mitaani kwetu vijijini. Ina maana unakuta mwanamke anaiba, anauza kile kitu, ina maana akijulikani anapeleka wapi, au analima shamba kisiri bila kujua mwanaume. Mwisho wa siku uja kukumbuka au kufahamu kana kwamba mke wako analima, alafu kile kitu au mazao yale sijui anapeleka wapi. Kwa ndio maana tunawanyima kuwapa biashara wanawake wa kijijini. Changamoto ndio ipo kubwa sana sisi mijini. Asante, asubuhi njema, tunakushukuru sana kwa kutuandikia na kushiriki mjadala wetu. Anasema jamani, studio habari, uzima kweli, tuseme ukweli, unyanyasaji sio kijijini, hata mjini wapo. Yeye hana kazi, lakini tunafanyaje? Unakuta mwanamke anahudumia kila kitu. Je, huko si kunyanyaswa ama ni nini? Anaandika hivyo. Wanawake wanatunyanyasa isee, wanaume tumekuwa wahanga, serikali iangalie kwa jicho lingine. Jumanne anatuandikia hivyo asubuhi leo. Asante. Kabla sijasoma Mama Zuu, tumchukue huyu. Halo. Ila kusikia mambo vipi dada? Salamu, unaitwa nani, kutoka wapi? Karibu kwa mchongo wako. Asante sana, naongea na mjukuu wa Mama Shukuru, ukipenda mwite kubwa la Madea toka Mlongoji hapo. Mada nimeelewa vizuri na nimeipata dada. Watoto wa 2000 dada wanasumbua sana yani. Hao watoto wa 2000 kama sasa hivi unakuta wataki kufanya kazi, unakuta unaamka wewe jamaa kwenda kupambana, yeye ukimwambia twende shambani akwambia unaumwa, afu ukirudi nyumbani au mkuti. Unaposema watoto wa 2000 unamaanisha nini? Watoto 2000 hawa ndio asema dada zetu wana changamoto. Yaani hata wataki kazi, wenyewe wataka yani maisha fulani yale, yani kama vile upambane wewe ni uweze kuwatengezea wenyewe.
Yaani hatujakuelewa kwa sababu tunazungumzia kingine, umeingia na watoto 2000. Yaani watoto 2000 maana yake umeoa mtoto 2000 anakusumbua au yaani hatujakuelewa? Watoto 2000 hao wanatusumbua sana dadangu hao. Pole, uwe na siku njema. Mama Zuu anatuandikia, anasema mimi nawashukuru sana Mwangaza FM kwa kutuelimisha wasikilizaji wenu. Mungu awabariki sana. Hatimaye mimi leo nimejua tofauti kati ya marehemu na hayati, na mimi mume wangu ni hayati mtarajiwa, maana na nyanyasa. Habari ya studio. Halo? Habari ya studio. Salama, karibu. Unaongea nani kutoka wapi? Unaongea na Hussein hapa nikiwa pande za Mlongoji. Karibu kwa mchango wako. Mada nimeielewa. Kwangu mimi hapa binafsi ningependa kusema kwamba ukatili wa kijinsia haipendezei, lakini pia vile vile napinga hata mimi pia, lakini sasa unapigwa asilimia kubwa napinga mimi binafsi. Okay, nikajua na unapigwa. Sio kwamba napigwa. Lakini pia vile vile mimi binafsi ningesema tu kwamba kwa wale wote wenye mambo kama hayo, basi ingekuwa na waruhusu wake zao na mambo mengine, basi akaendelea hata na biashara nini, wanafungulia miradi hapa na pale. Kwangu mimi binafsi ninavyoona. Asante, una asubuhi njema. Okay. Haya, sawa. Tukamilishe chache zilizobaki kutokana na muda si rafiki. Nadhani tutachukua simu 3 na message kadhaa chache tu. Halo studio. Halo, unaongea nani kutoka wapi? Karibu kwa mchango wako. Asante sana. Majina yangu naitwa Dr. Mahondero, lakini Watanzania walio wengi pia wanapenda kuniita babu wa 2000, napatikana maeneo ya Kibaigwa. Mimi napenda kusema kitu kimoja. Huu unyanyasaji wa kijinsia ni swala ambalo hata serikali nadhani inapinga sana hili. Hususan kwa sisi wanaume, umemuoa mwanamke, kuna wakati na sisi huwa tunayumba, unakuta tunafeli katika harakati za kimaisha. Na kuna wakati unakuta mkeo labda anakuomba, anatamani na yeye awe mwanaharakati, ajaribu kupambana katika kutafuta namna gani vitu kwa ajili ya kuendesha maisha. Wanaume walio wengi unakuta huwa hawapendi wake zao kufanya kazi au kufanya biashara kwa visingizio tu vya wivu, kwamba mwanamke akifanya biashara basi atakuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanaume wengine, atakutana nao huko. Ili hapana, na hii ndio sababu unakuta baadhi ya wanaume wananyanyasa wake zao, kwa sababu anakuwa na mahitaji anayataka, unashindwa kumtimizia kwa wakati kutokana na kile kipato chako kinakuwa hakikizi mahitaji. Sasa tayari kuna baadhi ya vitu vinakuwa haviendi sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu ndugu zangu, kwa wanaume wenzangu ambao unakuta mwanamke anahitaji labda kupambana naye, kuna kazi anahitaji kufanya au kufanya biashara, basi mruhusu tu ili kupunguza makali ya maisha pia. Asante. Shabani anaandika, anasema unyanyasaji kwa watoto, mfano unakuta mtoto anapigwa kupita kiasi, matusi mfululizo kwa kuwa hana uwezo wa kinguvu. Je, mtoto anafanyaje hapo? Ameuliza hivyo. Ya pili, simu ni hii hapa. Halo? Halo. Habari asubuhi. Salama. Unaongea nani kutoka wapi? Asante, naongea na wali kutoka Itiki, maeneo Mliki Iliava. Tunatamani ukae sehemu ya utulivu tuweze kuzungumza. Kuna kijana anisumbua hapa, anapiga kelele, anaswaga ng'ombe. Ndio maana anampiga juu hapa. Acha nichangie mada kidogo. Unakuta masuala la ukatili, unakuta wewe unapambana, kwa mfano kama sasa hivi dada Emi nimeamka saa 9 hapa na lima hapa. Unaona? Mwenzako galala. Vijana wenzetu au kuna wengine unakuta wamelala mpaka saa 4 anaamka na jinyosha. Hapo mimi nikipiga zangu dengu hapo, nagalaki mfukoni natamba nako mtaani, ananiambia wewe, hebu nikopeshe basi hata 50 hapo. Nikimnyima si anasema huyu jamaa anajidai. Unaona hapo? Lakini sawa, katili ndio hivyo, tupambane tu vijana, tusilale, tukilala usingizi ni maskini, tupambane tu. Asante. Mama Sabrina anasema je, na nikinyanyaswa na mume wangu lakini bado nampenda, na ruhusiwa kumshtaki, na je, si atapata adhabu? Sawa. Simu ya mwisho hii hapa kutokana na muda. Halo? Halo? Hii tiki hapa. Habari yako? Halo. Salamu alaykum.
Salama, karibu kwa Bwana, mchango mimi- wako. Nani kutoka wapi? Asante. Mimi nachangia hivi. Unajua sasa hivi wakina mama wadada sasa hivi mtu unakuta na mshikaji wake anakaa miaka 5, lakini ashangaa yule dada anakuja kubadilika, anaenda kituoni anasema nimebakwa. Baadaye pale maskini wenyewe wanamchukua, wanaondoka wanaenda kumkamata yule jamaa. Sisi tunaona kabisa, unakuta mtu anakaa naye miaka 5 mpaka 3 minne, wanafahamiana, wananunuliana nguo, wanaishi vizuri. Sasa tunashangaa baadaye anabadilika, anasema anaenda kituoni anasema nimebakwa. Sasa hiyo tutasaidiaje hapo? Kina mama sasa wamekuwa mabadiliko, wamekuwa sumu sana sasa hivi. Asante sana, uwe na asubuhi njema. Sawa, asante. 0735787820. Na shukuru kwa wewe ambao umetuandikia na kutupigia vile. Simu ziko nyingi, message vile zipo za kutosha, ila kutokana na muda naomba tuwekane sawa haya ambayo tumechangia kwenye mjadala wetu, alafu muda mwingine tena tutakuja kuzungumza, maana bado tuna vipindi mwendelezo wa hivi. Karibuni. Asante. Kuna msikilizaji mmoja kutoka Zuguni ameongelea kwamba mtoto amechomwa moto na mama yake, labda namuomba kwa namna yoyote ile atolee taarifa. Na kutolea taarifa sio kwamba lazima afahamike kwamba kuna taarifa fiche, tutamficha kwamba hatofahamika, imradi sheria ziweze kufuata mkondo wake. Tunakuomba na nawaomba watu wengine ambao wanashuhudia vitendo hivyo waweze kutolea taarifa, imradi hatua za sheria ziweze kuchukuliwa. Kwa namna gani anaweza katolea? Anaweza akaenda kwamba dawati la jinsia na watoto central pale, au dawati la jinsia au anaweza kaenda ofisi ya afande RPC, akakutana na askari au afande yoyote yule, akamsikiliza, alafu yeye hatofahamika, ila wao watafanya jukumu lao kwa mujibu wa taratibu. Kuna msikilizaji mwingine kutoka Songa Mbele, yeye ameongelea kuhusu kwamba mwanamke anakuwa anapigwa sana lakini anazuiliwa kwenda msibani. Sasa kwanza unapoona mtu anapigwa, unajua kuna nyakati unapotolea taarifa wewe mwenyewe unapata uponyaji wa nafsi. Kwa mfano, unajua anapigwa, anafanyiwa ukatili, lakini hautolei taarifa. Siku akipoteza maisha, utaishi na guilt, utaishi na hatia. Utaona kwamba ulikuwa na uwezo wa kuweza kufanya zaidi ya hicho, lakini ulishindwa kufanya zaidi ya hicho, na mwisho wa siku huyu mtu amepoteza maisha. Kwa hiyo ni jambo jema kuweza kutolea taarifa. Lakini tujue tu kwa swala la kuzuiliwa kwenda labda kukutana na wenzako, kutembelea ndugu, hizo ni dalili, ni viashiria vya vitendo vya ukatili. Mtu ukiona anafuatilia sana, sio kwamba anapenda, hapana. Ujue kuna madhaifu au kuna mambo ambayo anaficha nyuma yake, na mwisho wa siku ni kuweza kukandamiza wewe. Lakini tukijaribu kuangalia kutoka Itigi, yeye ameongelea kuhusu kwamba mwanamke anakuwa anaiba mazao. Sasa labda tu naomba tuelewe kitu kimoja. Mali zinazopatikana ndani ya ndoa ni mali ya familia. Unaona? Na yeyote yule kwa mujibu wa sheria ya ndoa hauwezi ukauza mali ya ndoa bila idhini ya mtu mwingine. Na hii naongelea kwa wote, kwa wanaume na wanawake. Kuna wanaume wamekuwa wakiuza mali, wanauza nyumba, wanauza mashamba, wanauza ng'ombe, wanauza mazao. Kuna wanawake vile nao wanafanya vile bila kuwashirikisha wenzao. Huo ni ukatili na vile ni kinyume cha sheria zetu za Tanzania. Kwa hiyo nyinyi kama ni wanandoa, mnapaswa, unapofanya biashara yoyote ile, unapaswa uweze kushirikisha mwenzako kwa mujibu wa taratibu. Ila anaposhindwa kufuata utaratibu, basi tolea taarifa sehemu husika. Unaweza ukatolea taarifa moja kwa moja polisi, au unaweza kwa sababu kwamba mali ya familia kwamba yenyewe inakuwa ni madai kwamba unaweza sehemu yote ambapo kwamba pako karibu utapata msaada kwa mujibu wa taratibu ambazo zinazohusika. Lakini kuna Jumanne, wanaume wananyanyaswa sana.
Ni kweli kwamba wanaume na wao kwamba siku hizi kuna matukio mengi ya kuweza kufanyia vitendo vya ukatili. Wananyanyaswa, wanapigwa, wanafanyiwa ukatili wa kisaikolojia, wanatukanwa, wanazailishwa. Unaona? Sasa shida iko wapi wanaume wenzangu? Shida hamtolei taarifa. Shida hamsimami kuweza kutetea haki zenu. Mnakuwa wabinafsi mpaka kwenye maisha yenu nyinyi wenyewe. Tuondoke na zama ambazo tunaamini kwamba kuweza kutolea taarifa au kutafuta msaada ni udhaifu, lakini kukaa kimya ni ujasiri. Mwisho wa siku ujasiri ambao unautafuta utaishia kuweza kujining'iniza kwenye kamba. Unapotolea taarifa unapata msaada, na mwisho wa siku unasaidiwa na unaweza kupata huduma na kuweza kupona maumivu yako. Kwa hiyo tujaribu kutoa taarifa, na mwisho wa siku tutakaa vizuri na zidi ya maumivu ambayo tunayo yapitia. Lakini kuna mwingine anaongelea kwamba mtoto anakuwa anapigwa, afanyeje? Sasa mtoto anapokuwa anapigwa, jukumu la kutolea taarifa kwa mujibu wa sheria zetu ni la mtu yeyote yule ambaye anashuhudia. Haijalishi mahusiano, au anapigwa na baba yake au anapigwa na mama yake. Wewe una wajibu wa kuweza kutolea taarifa hizo katika sehemu husika. Kama hauwezi kufika dawati la jinsia au polisi, basi nenda kwa viongozi wa mtaa, nenda ofisi ya ustawi wa jamii, nenda kwa kiongozi yeyote au kwa mtu yeyote ambaye kwamba unaweza kwamba taarifa hii itafika sehemu husika. Lakini usikae kimya. Unapokaa kimya, ujue tunaendelea kuendekeza vitendo vya ukatili na unyanyasaji dhidi ya watoto. Lakini jambo jingine ambalo akinyanyaswa na anauliza kwamba mume wake anampenda sana lakini anakuwa anampiga, je, anaweza akamshtaki? Mtu anayekupenda hawezi akakupiga. Au naomba tufahamu kitu kimoja, hakuna mwenye mamlaka ya kumpiga mke wala mme. Wewe mwanaume ambaye umejivisha mamlaka ya kuwa baba, ya kuwa mlezi, ya kumwadabisha, kumfundisha nidhamu mke wako, sio nafasi yako. Mwanamke hapigwi. Hakuna mamlaka hayo ya kisheria ambayo yanakupa mamlaka ya kumpiga mwenzako. Haijalishi ni kipimo gani cha kuweza kumpiga. Hata kama ni kofi moja, hakuna sheria ambayo imeruhusu. Unaona? Adhabu iliyopo kwamba ya kuweza kumwadhibu kwa mujibu wa sheria zetu, kwa mfano ukiangalia sheria ya elimu, ni mtoto ameruhusiwa kuadhibiwa. Unajua kuna tofauti ya adhabu na ukatili. Kwa hiyo mtoto ameruhusiwa kuadhibiwa kwa fimbo ambazo kwamba kwa mujibu wa sheria, na sio kumfanyia vitendo vya ukatili. Lakini kwa mwanamke au kwa mwanamume, yenyewe hajaruhusiwa kuweza kutoa adhabu yoyote ile. Kwa hiyo wewe ambaye unampiga mke wako kwa sababu eti kwamba mimi ni mume, hauna mamlaka hayo ya kisheria. Wewe unayemfanyia ukatili mume wako kwa sababu wewe ni mke, hauna mamlaka hayo ya kisheria. Panapokuwepo na changamoto, fuateni njia za kisheria kuweza kutatua changamoto zenu na kuweza kuleta amani na utulivu ndani ya ndoa. Sawa, kwa kumalizia dada Janet. Asante. Labda mimi niase jamii ya kwamba mwanamke sio chombo dhaifu. Mwanamke ni chombo imara ndani ya familia, na tuwape fursa zote ambazo zitamfanya yeye aelimike, yeye awekeze, lakini yeye afanye kazi. Tunaposema ya kwamba mwanamke anachukua labda mazao yanauzwa, jamii nyingi hazina maamuzi sahihi ndani ya familia. Maamuzi yanatoka kwa baba tu peke yake. Yaani hata kuchinja kuku mpaka baba aseme leo chinjeni kuku, akati vitu vyote vinavyotunzwa ndani ya familia anavitunza mwanamke. Lakini napofika kwenye masuala ya maamuzi, unajikuta mpaka baba aamue. Na hiyo inapelekea mtu anagugumia, hana chumvi mpaka baba aamue, hana nguo mpaka baba aamue. Kwa hiyo unajikuta wakati mwingine mtu anapelekea kuchukua pasipo ridhaa, ili kwamba aweze kutatua changamoto za ndani ya familia. Kwa hiyo niombe jamii na familia kwa ujumla tuweke maamuzi kwa pamoja. Tumezalisha pamoja, tumechuma pamoja, shirikisha watoto, baba na mama, basi maamuzi yanakuwa sahihi. Lakini unapokuwa umepigwa au hata wewe mwanaume unanyanyaswa, unashindwa kumpeleka mume wako, labda unasema unamdhalilisha, hapana. Sio vyombo vya maamuzi lazima vitakuadabisha. Vyombo vya maamuzi vinaweza vikakuelekeza, hapa unapofanya sivyo, nenda hivi
ili kwamba maisha yaende sawa. Sio tu kana kwamba unapompeleka mwanaume kwenye chombo cha sheria au mwanamke kwenye chombo cha sheria, mkifika tu pale basi watasema wewe moja kwa moja kifungo au wewe moja kwa moja utaenda kuhukumiwa. Hapana. Wataangalia kosa limekaaje, watakurekebisha, na mtakapokuwa mmefuata yale marekebisho mtakwenda kuishi maisha yenye amani. Lakini unapomnyanyasa mtoto, unamchoma, sio kana kwamba unamfundisha. Hapana, tazama hapo umeshampa kovu la kufanyaje, la kudumu. Yamkini kama ni mkono, mtoto atashindwa kuandika, mtoto kushindwa kufanya kazi zingine ambazo zinaweza zikamfanya naye akaonekana anafanya kazi. Na wewe ambaye unaona mtoto anapigwa, umekaa nyumbani, haitakiwi sasa hivi umemwona mtoto anapigwa, ongea na vyombo vya habari, ongea na kama hamna vyombo vya habari, hata kwa maafisa ustawi wa jamii, nenda hata kwa mtendaji wa kijiji, nenda hata kwa mkuu wa mtaa, kwamba jamani, familia ile pale kuna 1 2 3. Nafikiri kwa sasa hivi ukitoa hivyo vitu vya vinavyoathiria ukatili wa kijinsia, hakuna mtu atakaye kutandaza, hakuna mtu atakaye kuangamiza, ili hali unaweza kumwokoa ile mtoto au yule mwanaume au yule mwanamke ambaye ananyanyasa. Asante, tunakushukuru sana. Tumezungumza leo na kujadili madhara na athari za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto na watu wazima kwa ujumla wake. Aliyetuzungumzisha ni Michael Nkinda, yeye ni mkaguzi msaidizi wa polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto Dodoma, lakini vile vile tumekuwa naye Janet Wilson, yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wanawake wakulima Chamwino, tukijadili na kuzungumza hili. Shukrani vile vile kwa ambao umetupigia, lakini kutuandikia kwa yale yote mazuri ambayo umeyasikia hapa, lakini tunaomba radhi kwa wewe ambaye hatujapata simu yako kuishika kutokana na muda na message yako kutoisoma kutokana na muda. Wiki ijayo tena mazungumzo haya yanaendelea. Karibu sana. Thamani na uzalendo yenye kufikisha malengo